Kwanza Mwenyezi Mungu alitujalia tumekuja salama leo siku ya Jumatano leo. Na hapa tumepata baraka ya mvua kabisa, imenyesha mvua pale. Kwa hiyo inaonyesha kama dua zetu zimepokelewa. Na vile vile tunataka kushukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan, kwa sababu hii yote tusingeifanya, lakini vile vile serikali imetuwezesha. Kama Mike, kupitia Mike hii nilishatoa tangazo la wiki iliyopita. Nilitoa tangazo na nikaiomba serikali itekeleze kulingana na ile tangazo niliyotoa. Nimeona vitu vyote vimefanyika yani kwa weledi mkubwa zaidi, umeelewa? Sehemu ambayo tulisema kunguru wa kijana wasikanyaga, hawajakanyaga. Tukasema kunguru wa kijana wasijazane uwanja wa Mkapa, hawajajazana kwa sababu tulikuwa tuna shughuli. Na shughuli imetimia hapa, umeelewa? Kwa faida ya chombo chako cha habari kwamba tumeandika tena historia toka Tanzania impata uhuru. Toka Tanzania impata uhuru, hakuna klabu yoyote ambayo ya Tanzania ilimfunga Mwarabu wa Misri ikamuondoa mashindano katika ardhi ya Tanzania ikaingia nusu finali, umeelewa? Tumeandika historia sisi klabu ya Simba, kwa sababu sisi ni watu wa kuandika historia. Tafuta kodi zako za aina yote. Umetinga sasa katika hatua ya nusu finali. Pengine mkaenda kukutana na Zamalek. Unaenda kuwa ni mchezo wa aina gani baada ya kumaliza huu? Niliwaambia watu kama dunia inasubiri mechi. Umeelewa? Yaani dunia inasubiri mechi ya karne. Mechi ya karne ilikuwa ni Zamalek, umeelewa? Zamalek tulimpiga, tulimtoa pale kwenye makundi kipindi kile, tulimuondoa pale Cairo ndani ya watu 100,000 katika uwanja wao kule, umeelewa? Watu 100,000 tuliwafunga kwa penalti, tukawapoteza katika ulimwengu wote wa soka. Tunavyojua leo Zamalek walikuwa wanaangalia kwa udi na uvuma hii mechi hapa, umeelewa? Wanajua wanakuja kukutana na mtu wa namna gani. Wanajua wanakuja kucheza na klabu ya Simba ambaye haiogopi Zamalek. Tulishamuondoa tukampoteza kwenye rekodi ya mashindano aina yote. Zamalek hayuko kwenye klabu bingwa. Umri wako wewe miaka 22 mpaka kipindi hicho umesia. Hayuko kwenye mashindano. Ndio kaja kurudi kwenye shirikisho. Kwa hiyo tunaona kucheza mechi ya karne. Kafu walikuwa wana hamu sana kuona hii mechi. Nani huyo dunia FIFA wenyewe wana hamu ya kuona hii mechi hapa. Kuna baadhi ya wachambuzi akiwemo Hans Rafael alikuwa anasema Simba ana kazi kubwa ya kupanda mlima katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Paka kipindi cha kwanza mlikuwa 2-2. Kama mzee wa Simba ulikuwa unajisikiaje? Mlima umewekwa ili upandwe. Yaani mpelekee Mike mwambie vipi wewe, mlima umewekwa ili upande. Kwa hiyo Simba tumeupanda huo mlima huo. Na hata ndani bwa mdogo wa Hans Rafael kwanza ni umri wake mdogo. Bado hata katika sifa uchambuzi bado hana, umeelewa? Kwa sababu kuna vitu vingi zaidi naweza nikamkosoa kwa sababu bado anajifundisha, tumeelewa? Unapoizungumzia klabu ya Simba, unazungumzia klabu ambayo ni hatari katika East Africa. Dunia nzima wanajua klabu ya Simba, wanaifahamu. Sevilla alipiga goli 5 hapa, umeelewa hapa? Bado tu yani ilikuwa tu yule Uchebe tu alifanya filigisi, akaweka wachezaji wengine akasalisha magoli, lakini ndani ya dakika 15 Sevilla alishakuwa amechukua goli 4 bila. Timu ya huko kutoka huko ni Hispania kule. Kwa hiyo unapozungumzia klabu ya Simba, unazungumzia klabu kwa ukubwa wake. Hivi zaidi unapozungumza hapo, umeelewa? Mama Samia hapo yani huko Ikulu hapo. Yani hatamaniki kwa furaha. Nakwambia ni Mama Samia. Umesia na ameshaiposti klabu ya Simba, umeelewa? Alitutuma kazi. Na ulivyoletea Mike pale niliwaambia na serikali imetekeleza. Mimi ninachomshukuru sana Mama Samia Suluhu Hassan kwa sababu sisi kwenye klabu ya Simba anajua kabisa. Tunamwambia Mama Samia kwamba tunaenda kucheza na Zamalek. Tunaingia finali. Tunataka ndege zote zilizonunuliwa hapa. Ndege zote zile. Yaani ndege zote zile za ITC kama ziko 5, 10, 15 tutapaa angani kama daladala huko. Tunaenda kuchukua kombe. Yaani akae kwa kutulia. Na vile vile natoa tena tangazo tena jingine tena. Tangazo linarudi pale kama tangazo. Bado tuko kwenye mashindano makubwa. Hatuhitaji kunguru wa kijani kusogelea katika area mashindano yetu, umeelewa? Wakae kwa Uchamazi huko, si wakae wapi, si yani Msola, si wakae sehemu zote wanazokaa huko, lakini sasa tutaki wasogee kwenye issue zetu sisi hapa. Jina la Mwakarobo leo hii limefutika rasmi. Waliofuta si wao. Sisi tulikuwa tunaambia, sisi tumesema tunaenda kuvuka. Hatujasema sisi tumeshinda sisi hapa. Sisi tumevuka na tumevuka kwa kishindo kikubwa. Wao wenyewe wameona. Hamna haja kuhadisiwa. Hamna mtu wa kuhadisiwa katika hii season ambayo kwamba iliyokuwepo. Simba amepambana, ameonyesha ubora wake. Na tajiri ametuonyesha heshima yake pia. Ametuomba wito, nasi tumeitikia wito na tumekuja kumuonyesha kuwa tuna mapenzi na klabu yetu na tumeweza kupambana na hatua hii mmeona nyewe wenyewe. Habari ya Mwakarobo watabaki nayo hao katika akili zao.
Sisi tumevuka na tunazidi kuvuka katika hii mipaka, na hatua hii Zamalek atanyosha mikono juu. Naomba tukutane na Waarabu, yani kila sehemu. Kwa taarifa nilizokuwa nazo, kuna baadhi ya redio nimepigiwa simu sasa hivi. Baadhi ya redio wachambuzi kesho wanaumwa. Yani hiyo chukua hiyo. Yani hiyo chukua iweke hiyo. Yani chukua hiyo iweke hiyo. Kwa taarifa nilizonazo, baadhi ya wachambuzi wa redio fulani, nimesikia redio zote pale wanaua, wameshaomba likizo kwa mabosi wao. Shukrani sana Simba. Wengine wameonyesha ubora sana. Safi sana. Washukuru wachambuzi wengine, wameonyesha heshima yao. Gera. Asante. Ulikuwa ni mchezo aina gani? Ulikuwa ni mchezo mgumu kwetu kwa sababu kwenye mashindano nafikiri hakuna mchezo mwepesi. Ukiwa na quality nzuri, kuna win game kama hivi. Na ndio maana mpaka hapo tunapozungumza Simba kwa semi-final CAF Confederation Cup. Tumejipanga, tumesajili vizuri, nafikiri matunda yake ndio ambayo tumeyapata leo hii sasa. Elie Mpanzu siku hii ya leo anawaka kweli kweli. Sio siku ya leo Mpanzu, kila siku anawaka, ila leo ni zaidi. Kwa sababu ametuvusha sehemu ambayo kwa miaka mingi hatukuwa kuivuka nafikiri. Kwa hiyo ukimzungumzia King Elie Mpanzu ni moja kati ya sajili bora zaidi season hii. Unamsajili Elie Mpanzu dirisha dogo, anakuja anakuvusha, anakupeleka hatua ya semi final ya CAF Confederation Cup. Unahitaji nini kingine kutoka kwake sasa? Target ya Simba season hii sio kutoa ubingwa NBC Premier League, ni kutoa taji la CAF Confederation Cup, ambapo kwenye nchi ya Tanzania hakuna timu hata hii ambayo kutoa ile taji. Kwa ndo malengo yetu kama Simba season hii. Na ndio maana leo hii tumetinga nusu finali kibabe. Maandiko yalikuwa ni mengi katika mitandao mbalimbali ya kijamii wakisema Simba ana mlima mkubwa wa kuupanda. Mlima ulikuwa mkubwa kweli, lakini mpandaji yeye ni imara. Yaani mlima ni mkubwa ila anatakiwa kupanda mlima alikuwa ni imara. Unapomzungumza Simba Mwanasharikani, unazungumza klabu ambayo Afrika kwenye uwanja wake wa nyumbani, hata akija Barcelona anadondoka hapo. Hiyo ndio Simba Sport. Kaja Sevilla hapo, Sevilla ile imara ambayo anatoa Europa. Kafa chuma 4 hapo. Mzungu mwenzie kafanya hesabu, kaingiza watu ambao kina Salamba. Matokeo yake Sevilla anashinda, lakini kiuhalisia alikuwa anapasuka hapo. Kwa hiyo tumewini game leo kwa sababu malengo yetu sisi kama Simba msimu huu ni kwenda kutoa ubingwa, sio kwenda kushiriki kwenye michuano ya kimataifa. Ahadi ya Mheshimiwa Magufuli kwamba aliagiza Simba iwe timu namba 1 Tanzania kuleta taji la Afrika, na kuahidi Mwanasharikani season hii ahadi hiyo inakwenda kutimia. Simba anakwenda kuleta taji la Afrika katika ardhi za nyumbani, sio kwenda kuvaa kamba zile. Hatuendi kufuata medali sisi. Sawa, tunakwenda kuleta taji, sio medali. Uwezo tunao. Ukimzungumzia King Elie Mpanzu, Jan Chazi ya Hua, Dese Mkwala, lakini pia pini kamera. Kwa nini wana mashaka nayo timu? Kama laya tu. Lakini kingine kwamba na waandishi wa habari na nyie pia lazima mjifunze kuangalia timu bora na timu ambayo inaongozwa kwa propaganda. Ukizungumza Simba ni moja kati ya timu bora zaidi Tanzania, ila kwenye propaganda Yanga inakuwa kama ni timu bora, kuanzia management sawa, kuanzia ndani ya pichi sawa. Simba wamekamilika kwenye kila idara. Ukiangalia Simba ambavyo wamecheza leo, first half kapata goli 2, kipindi cha pili tunaingia watu wengi wakwenda Simba afunguke zaidi. Mwarabu anataji goli 1, akipata goli 1 inabidi upate magoli 2. Umeona jinsi watu wanacheza kikubwa. Kwa kwenye mashindano ya Afrika unatakiwa ucheze kikubwa. Ndio namna ambavyo Simba leo kacheza. First half na chuma 2. Mwarabu ili umuwahi unatakiwa umpige mapema. Anapigwa mapema goli 2, watu wanatulia. Tunaingia second half. Tunakuja tunacheza kwa nidhamu kubwa. Lengo letu sisi kama Simba tunahitaji goli 1. Wao Waarabu wanahitaji goli, yaani sisi tunahitaji goli 1, wao wanahitaji wapate goli 1, tupate goli 2. Sawa. Kwa hiyo ukipata goli 1 wao, unatakiwa upate goli 2. Tumemheshimu Mwarabu, lakini tulikuwa tunahitaji kitu ambacho sisi tunaona kama tunastahili. Simba sio timu kushana nini quarter final season hii. Na ndio maana tumeingia semi final, ndio sehemu ambayo tunastahili Mwanasharikani. Asante sana. Moja wa Dodoma huyu.